Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Wizara ya Fedha, Mheshimiwa Michael Mwita Kembaki, mbunge wa Tarime mjini, sasa aulize swali lake. Mbunge wa Tarime mjini anauliza, serikali ina mkakati gani wa kutatua masharti kandamizi kwa wawekezaji wa ndani kama kukadiria na kulipa kodi kabla ya kuanza biashara? Swali limeelekezwa kwa Wizara ya Fedha na Naibu Waziri Hamadi Chande ataenda kutoa majibu ya serikali. Nafasi ya kuuliza kabisa. Asante Mheshimiwa Jenjeri Ntate, kwa niaba ya Mheshimiwa Michael. Kwa niaba ya Mheshimiwa Michael Mwita Kembaki, naomba swali lake namba 990 lipate majibu ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Hamad Chande, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia bunge lako tukufu ilifanya marekebisho ya sheria ya usimamizi wa kodi, yani Tax Administration Act 2015 kifungu cha 22 ili kuahirisha wajibu wa kulipa kodi ya awamu ya chini ya sheria ya kodi ya mapato kwa kipindi cha miezi 6 tangu tarehe ambayo nambari ya utambulisho wa mlipaji yani TIN ilipotolewa kwa mtu yeyote aliyesajiliwa na kupewa TIN kwa mara ya kwanza. Mheshimiwa Spika, kwa mabadiliko haya mfanyabiashara aliyesajiliwa kwa mara ya kwanza atalipa jumla ya kodi aliyoahirishiwa baada ya miezi 6 kwa awamu 3. Lengo la mabadiliko haya ya sheria ni kuweka mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara na wawekezaji. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Jenjeri Ntate, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Pamoja na majibu ya serikali na kuweka hiyo sheria, lakini swali namba A, hiyo sheria bado haijaanza kutekelezwa kwa wafanyabiashara. Bado haiendi kama inavyosema miezi 6, wanalipishwa kabla ya miezi 6. Pili, mwekezaji wa nje anapewa miaka 5, Mtanzania anapewa miezi 6. Kutakuwa na ushindani wa uwiano? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa mbunge. Kwanza swali lake la kwanza nitoe maelekezo kwa kamishna wa Mamlaka ya Mapato Tanzania wahakikishe kwamba watumishi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania wanafuata taratibu na sheria ambayo imewekwa. Mtu anatakiwa alipe baada ya miezi 6 tangu amepewa TIN. Mheshimiwa Spika, swali lake la pili, tofauti hii ambayo amezungumza Mheshimiwa Spika, naomba tuichukue ndio tukaifanyie kazi. Ushauri wako tutaenda kuweka vizuri. Mheshimiwa Ngwasi Damas Kamani, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, pamoja na tumekuwa na maswali mbalimbali kwa kuhusiana na kigezo hiki cha wananchi kuchajiwa kodi kabla ya kuanza biashara na maafisa wetu wa kodi kukiuka kigezo hiki cha sheria cha kukusanya kodi kabla ya miezi 6. Na Mheshimiwa Waziri amekuwa akitoa majibu haya, lakini kutoa maelekezo haya kwa watu wa TRA ili kuhakikisha sheria hii inafuatwa na kutekelezwa kama ilivyo. Sasa maelekezo haya yamekuwa yafanyiwe kazi. Nini kauli ya serikali juu ya maafisa ambao wanaendelea kukiuka maelekezo ya serikali katika kifungu hiki hata baada ya maelekezo kuwa yanatolewa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kama nimejibu swala hili lakini kwa nyongeza haigombwi. Tunasema kwamba wale ambao hawatofuata sheria na taratibu, basi sheria ya kiutumishi itachukua mkondo wake. Mheshimiwa Neema Rugangira, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, katika muktadha huu wa kulinda na kuinua wawekezaji wa ndani, je, serikali haioni iko haja ya kubadilisha sheria na kuona namna ambavyo itaweza kuwapa wajasiriamali wadogo hususan vijana na wanawake kwamba ile likizo ya kutolipa kodi kama ambavyo wawekezaji wa nje wanapata ili waweze kurasimisha biashara zao? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Neema kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ushauri wake tumeupokea na tunaenda kufanyia kazi.
Tukiona ipo haja na tija ya kufanya hivyo, tutaleta mswada huo katika bunge lako tukufu kwa ajili ya kupitisha sheria hiyo. Mheshimiwa Charles Kajege, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, sharti hili ambalo lina wabana wafanyabiashara kulipa kodi kabla hawajaanza kufanya biashara, kwa kweli ni mojawapo ya vigezo ambavyo vinafanya wafanyabiashara wengi washindwe kufanya biashara. Je, kwa nini serikali isiondoe sharti hili? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali imeweka sheria ambayo bunge lako tukufu limepitisha sheria hiyo. Kwa hiyo cha msingi hapa ni kuhakikisha kwamba watumishi wetu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania na taasisi nyingine kufuata sheria tu na taratibu ambazo zimewekwa na serikali. Mheshimiwa Mohamed Said Isa, mbunge